au na wakwako ambao ukitegemea ni wataje? Suleiman Mwalimu na Kapombe. Nitakupa sababu. Yanga inahitaji mabeki ambao wakienda wana uwezo wa kurudi na kuenda tena. Kapombe hiyo nguvu hana sasa hivi. Na nikisema hivi simaanishi kwamba Kapombe na Kibabage ni wabaya. Hapana. Yaani wanahitaji kupata vitu vingine, vitu vya kisasa. Unajua ile dabi ya Kariakoo, Yanga angepata matokeo, Kibabage ingeishi maisha magumu sana Simba. Unakumbuka ile goli naye alichoma mpaka ile cross inapigwa, kama unakumbukumbu vizuri. Sasa unaweza ukaona kwa ninavyowajua ndugu zangu hao wasipokuwa na kaba na makolome wao akiwa hawezi kujishikilia, namna ambavyo wangemsakama bwa mdogo yule. Chasambi yuko wapi? Ndivyo ambavyo ungemsahau Kibabage. Ila amshukuru Mungu, goli la Chama na draw, watu wakajifichia huko wakamsamehe kwa muda. Kwa hiyo Simba inahitaji kupata mabeki wa pembeni wawili ambao watakuja hata kama sio kuwaondoa hao, upate wengine ambao wawape hao muda wa kufanya mambo mengine. Kwa sababu bado Kibabage bado hafanyi, yani bado. Japokuwa watu wa Simba hawatanielewa kwa sababu wengi sio watu wa mpira, wanaongozwa kwa hisia. Kwa nini nimesema Suleiman Mwalimu? Suleiman Mwalimu hana control. Control yake ni chumba na sebule. Kwa ni striker ambaye hawezi kukaa na mali. Kwa Simba hii yenye viungo 800, kila mtu ni mpishi. Una striker kama Fiston Kalala Mayele. Nitilie kwenye njia tuondoke babu. Nakupa moja na isubiri hapa leo kwenye njia. Mbona atasimulia watu? Lakini pia goalkeeper. Ni wachezaji wanne tu ambao ningetamani kuona Simba inaimarisha, wapate striker mwingine mzuri ambaye sio lazima Suleiman aondoke. Awepo kwa ajili kwamba striker akishamaliza kazi Suleiman akajifunze. Suleiman pale Simba anajifunza kwa nani? Hamna mtu anajifunza kwake. Ila wapo mastreka wadogo wajifunza kwa Suleiman. Na Kapombe? Kapombe umri amechoka. Tukubaliane kwamba Kapombe amechoka. Kapombe safari za kwenda 3 aende hivi, mpira ubutuliwa arudi hivi, akipanda hivi anaenda kwenda kushikia kiuno kule. Kwa mwisho wa siku anatakiwa kupoa mtu aweze kumpumzisha. Mwangalie mwenzake Shabalala. Anapata muda wa kupumzika. Unatoa Shabalala moto, unaingiza Boka moto. Unatoa huku Israel Mwenda moto, unaingiza Yao Kwasi Jesse moto wa kuotea mbali. Maana kuna moto afu kuna moto wa kuotea mbali. Wewe unafikiri yule nani huyu Kapombe anapata mtu kama Yao Kwasi, Kapombe anaanza? Haizi kuanza. Ndio hicho nilichokwambia mimi sasa. Unafikiri yule Kibabage anapata mtu kama Shedrack Boka ama anapata mtu kama Shabalala, Kibabage anaanza? Hawezi kuanza. Ndicho ninachozungumza mimi. Unapata striker kama Prince Mpumelelo Dube, Suleiman Mwalimu anaanza? Suleiman Mwalimu anaanza? Yes, hawezi kuanza. Unapata goalkeeper kama Digi Diara, yule Kobis kibonge mwepesi, anaanza? Hawezi kuanza. Kitu kimoja ambacho namsii engineer na kuendelea kumuomba engineer, jicho lake liwe na heri aweze kupata goalkeeper kuja kumsaidia Diara. Sababu naona siku ambayo Diara atatoka katika ile klabu ya Yanga, sijui itakuwaje. Sisi kutoka tetesi kwamba anamtaka Pinpin. Bado ni kipa wa kawaida sana. Pinpin kama bado ni kipa wa kawaida sana. Ni wakati wa Aishi Manula sasa kuangaliwa. Ni kipa wa kawaida sana bado. Ameshamaliza. Hana kipi anachokitafuta kwenye mpira. Alikaza kwenye Simba naanza kwenye mechi ya Azam. Alifanya nini? Alikaza. Basi. Sasa kuna watu ambao pia nao jina nzuri zaidi umelitumia. Ndo yale ambayo anamkuta Kibabage. Ana mechi zake. Kaka, kuna wachezaji ni kama walivyosema Okelo mchezaji wa mechi ndogo. Ndio nakwambiaje sasa. Mimi huaga nawaambiaga watu ni vile tu hawana adabu na mpira. Mtu ananiambia Okelo ni mchezaji wa mechi ndogo, aende kwenye mechi ya Azam na Yanga, aende kwenye mechi ya Azam na Simba, maana ndio mechi zetu kubwa katika ligi yetu. Then wanielezea Okelo amefanya vitu gani vikubwa vya ajabu. Na baada ya Okelo kutoka nini kimetokea kwenye klabu ya Yanga? Kaka, Okelo aheshimiwe. Yule bwa mdogo aheshimiwe, anajua mpira kuliko mpira wenyewe. Yaani yule Okelo angeikuta Yanga ile ina Max, ina Pacome wa moto, ina Prince Dube, ina Mzize, ina Aziziki, ina Stefano. Unatoa mtu unaingiza yule bwa mdogo. Mbona watu wangeogelea kama Kambale kuliko hata Deruka?
Mbona ni mambo ya kawaida. Nakubaliana sasa Yanga wachezaji wameshuka. Of course, yani mwisho wa siku huwezi kutegemea graph ya wachezaji iwe juu siku zote. Lazima watakupa ups and down, lakini sasa kawaida ya timu kubwa hata ikipitia magumu haipotezi. Ngoja Simba wachezaji wake waanze kuumia mmoja mmoja, afu uone shughuli yake. Wewe ngoja uje kushangaa tu bwana, pale nyuma Deruki na Troy hawapo. Uone sasa vile vichaka vinavyokuja pale mbele. Au siku Kagoma apate matatizo. Uone ile shimo linapokuwa wazi kama mlango wa kuingilia jehanamu. Ila yule Tole mtu. Kaka, Simba wana wachezaji, narudia tena. Simba wana wachezaji lakini hawana viongozi ambao wanaweza wakawasaidia wachezaji kuwa viongozi. Nataka nikwambie hivi. Jana Engineers alikuwa KMC na wachezaji pamoja na benchi zima la ufundi akizungumza nao. Mechi inayofuata ni KMC pale. Yanga na Coast. Kesho. Chukua maneno yangu. Coast ataita maji mma pale. Coast yule Coast ambaye alikuja akala gongo 5 si gongo 6 yule wa CRDB yule. Anarudi tena pale pale, si ndio? Atawasimulia wenzake. Yaani Coast hata akija amejikaza kama KMC alivyojikaza. Alimkuta Yanga ana fatigue ya dabi. Na fatigue ikamkuta Simba kule. Ndio sasa timu kubwa hulka yake. Anakamatwa kila eneo, lakini anatokea mwanaume mmoja mwenye IQ ya mpira. Alan Okello, Starboy mweusi. Maana hakunaga Starboy cheupe. Yupo. Anachukua, hakuna Starboy cheupe wewe. Yupo. Yuko timu gani? Yuko Simba. Nani huyo? Yule Mkenya. Bajabe. Niliwaambiaga hata mtu kazi. Niliwaambiaga hata cheza mpira katika nchi hii, hamkuniamini. Bajabe. Niliwaambiaga hata cheza mpira kwenye hii nchi, hamkuniamini. Au mmloga. Sasa uzuri mmoja, sasa ni mloge ili iweje? Jamaa logo ili iweje? Ana kipaji sawa, lakini bado kuna vitu atakunyima tu kwenye ligi yetu. Alafu ana majeraha ya kudumu ndio watakao mtesa. Medinari Samuel aliingia akakimbia mara moja akarudi hivi kakaa kwenye chini, jamani leteni kitanda mimi nimechoka na nkalale. Na akatoka mpaka leo tukaja kumuona Zanzibar. Baada ya hapo tutamuona msimu ukiisha. Akaenda pre-season aumie tena aumwe, maisha mengine yaendelee. Starboy ni mweusi. Nikutajie ma Starboy. Sako, Mbappe, njoo pale Real Madrid. Utapata ma Starboy ya kutosha. Nenda kule PSG utawapata ma Starboy wengi. Wote hao ni ngozi nyeusi. Njoo Dar es Salaam Young African, Starboy ni mmoja tu, Alan Okello. Njoo Simba. Nani? Bajabe. Ndio tatizo linapoanzia hapo.